Jambo lingine la mwisho kwa siku ya leo, ndugu zangu makameramen, naomba mchukue hii. Hii ni hatari na ni haramu. Hii ni hatari na ni haramu. Ni hatari na ni haramu. Umesikia mzee wa Maokoto? Hii ni hatari na ni haramu. Imeandikwa zijue athari za mirungi. Mirungi ni haramu. Nilikuwa namsikiliza mmoja katika baadhi ya waheshimiwa anatetea mirungi, tena amevaa hijabu, ni Muislamu, dada mmoja mishipa imemparama, anatetea mirungi. Subhanallah. Video yake imetembea sana. Jamani, mmeiona hamjaiona? Anatetea mirungi. Yule dada, namuomba Mwenyezi Mungu baada ya miaka 5 uchaguzi, Mungu asimpe neema ya kuwa mbunge tena. Anatetea jambo ambalo Mungu halipendi. Bora akae pembeni, alete toba. Anatetea mirungi. Mirungi ni haramu. Mirungi ni haramu. Mirungi ni nini ndugu zangu? Wanasema mirungi ni aina ya mimea inayostawi kwenye hali ya unyevunyevu na milima yenye urefu kati ya futi 4,000 hadi 9,000. Hapa nchini mimea hii hupatikana kwa wingi kama uoto wa asili katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga. Hata hivyo, kiasi kikubwa cha mirungi itumikayo nchini huagizwa isivyo halali kutoka Kenya. Majina ya mirungi, majina mengine ya mirungi: miraa, mbaga, mogoka, veve, bomba. Hii wamesahau, inaitwa bomba stick, ndikuta Mombasa. Haya ni majina ya mirungi. Kwa Kiarabu inaitwa qat. Qatun, qaf, alif, ta maftuha. Miraa, mbaga, mogoka, veve, bomba, kashamba. Na wengine wanaita tishu. Anaambia nilete tishu au gomba, ambia bwana kaniletee tishu. Sasa kama hujui, unajua anamtuma tishu, kumbe mirungi. Kama vile bangi inaitwa oxygen, gongo inaitwa uji wa bibi. Bwana kuna pahala panauza uji wa bibi. Sasa kama hujakaa kwenye vijiwe na washikaji, huwezi kujua hiyo. Lakini mimi hii nachota, najua hapa kuna. Haya ni majina ya mirungi. Haya ni majani ya mirungi. Haya, madhara ya mirungi. Nataka kumwambia mheshimiwa yule, Mwenyezi Mungu amuongoze, amfutie madhambi yake. Kwanza, ameukosea adabu Uislamu. Amevaa vazi la Kiislamu, hijabu ya Kiislamu, halafu anakwenda kutetea upumbavu, anatetea ulevi. Vijana wa Kiislamu na vijana wa Kitanzania waharibike kwa sababu ya maslahi yake yeye kupeleka hoja bungeni. Mheshimiwa, katika hili naomba uwe na adabu. Nakwambia mimi ni Rusaganya, uwe na adabu na sihitaji unifuate, tushauriane. Unashauriana na mimi nini? Unatetea upumbavu, utetea ulevi, alafu uje ushauriane na mimi? I don't like. Sitaki upumbavu huo. Mirungi ni haramu. Siku moja niingia katika maskani moja ya wala mirungi hapa Dar es Salaam baada ya asri. Nikaingia, nimekuta wanaangalia TV na wamekaa kwenye zulia zuri kama ile ya msikitini. Alafu mle ndani mna majlis, mna viti vizuri vya kifahari. Wanaangalia TV kama sio futi 60 ile 70, wapo pale. Alafu wote mashavu yamevimba kama wamepigwa ndoo. Wako. Sasa wakati naingia ndani, kuna mtu alikuwa nje pale, akawa na wabonyeza wenzake. Yaani kaeni kimya, anacheka. Kaingia ndani, "Asalamu alaykum." "Wa alaykum assalam."
Jamani vipi, salama salama. Mimi nimekuja kuwasalimia tu, lakini nimekuja kuwakumbusha tumeshatoka kusali hapa msikitini la asri, nendeni mkasali. Wakainama hivi chini. Akajitokeza mlamirungi mmoja akasema, shekhe, hilo ulifanya ni haramu, haifai. Nikamwambia kwa nini? Ambia Mungu anasema wala tajassasu, msichunguzane. Mlamirungi wewe, ikamtoka mstari katika suratul Hujurat, wala tajassasu. Nikamwambia sawa, nikaondoka. Sasa siku ya pili tumeonana, nikamwambia shehe, wewe sikiliza, kama una hela njoo nikupe hela. Njoo nikupe hela. Maana nimewahi kuambiwa na Mlamirungi Konki, profesa, sema ukitaka kuchukua hela ya Mlamirungi msubiri ile handas imeshampanda. Handas nye mnazungumza ni neno la Kiarabu. Handas maana yake ni ulevi wa mirungi. Tumeelewana vizuri? Ni ulevi wa mirungi. Ni kama vile sisi tunakuwa tunafanya mambo ya Kiingereza, mambo mengine. Ndio nimesema nimemkuta mtu amevaa viatu pale msikiti wa Manyema, viatu vipo nje vimeandikwa hips. Eti hips ni makalio, sio makalio. Mwanaume kavaa makalio, imeandikwa hips. Na huyu jamaa naye amevaa boxer, huku nyuma imeandikwa follow me. Astaghfirullah alazim. Siku moja nimekuta mwanaume mmoja amevaa t-shirt imeandikwa siku ya wajawazito duniani. Sasa nikaa najiuliza, huyu jamaa ndio mjamzito au ni t-shirt? Nimeswali Mkwajuni pale Ijumaa 3 zilizopita, siku ya Sheikh Almas Ibn Khalid hafidhahullah, ni imamu pale Mkwajuni, ndiye aliyekuwa khatibu. Mimi nimeswali pale, mbele yangu kuna mtu amevaa t-shirt huku nyuma imeandikwa crazy. Crazy. Sasa najiuliza, crazy ni huyu jamaa au crazy ni t-shirt? Yani cheesy. Yani ungo umeyumba. Subhanallah. Haya.